asubuhi Baba Mtakatifu Francisco amerudi nyumbani kwa Baba. Nishaandikwa na watu mbalimbali, lakini hiyo naisema rasmi, na kwa sababu hiyo nikiwaalika wote wana jimbo kuu la Tabora tuingie katika hali hiyo kwanza ya kumwombea huyo ambaye ametuongoza kwa muda wote huo tangu alipochaguliwa kuwa Baba Mtakatifu mwaka wa 2013 na mpaka sasa hivi leo asubuhi alipoitwa kwa Mungu wake. Tumuombee pumziko la milele na tuliombee kanisa letu libaki imara katika umoja ambao tumesisitiza daima, na hasa tukiombea sasa yanayokuja baadaye, kuombea makardinali ambao sasa wanaitwa kwenda huko Roma kwa ajili ya kuja kuingia kwenye vikao mbalimbali na baadaye kwenye uchaguzi wa Baba Mtakatifu ambaye ataliongoza tena kanisa letu Katoliki. Kumbe niwaombe tuwe wote katika hiyo hali ya msiba ndio, lakini hasa ya maombi na kuliombea kanisa letu tunapomwombea huyo Baba Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu amemuita nyumbani kwake. Tuwe imara na tusiyumbe, na tuwe tayari daima kuyasikia hayo ambayo ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye inatuongoza, na tukaombea wote ambao wanashiriki katika mambo mbalimbali na hasa kuhusiana kuliongoza kanisa hili kwa muda huu wa mpito, na baadaye muda huo ambapo atakuwa amepatikana tena Baba Mtakatifu mwingine. Kumbe kuanzia kesho na waomba mnaosali tafadhali hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo, kwanza kumwombea Baba Mtakatifu, alafu tunaliombea kanisa letu, alafu na kuombea vile vile yote yatakayokuja baada ya hapo. Na sasa tusali sala ya Baba yetu aliye mbinguni kwa nia hiyo ya kumwombea Baba Mtakatifu aliyotutoka. Na mimi nimepokea taarifa hizo kwa masikitiko kama Mkristo Mkatoliki. Kanisa zima tunaunganika kwa pamoja kuomboleza kutokana na kuondokewa na kiongozi wetu mkubwa duniani. Tunahitaji kujipatia moyo na kuweza kumwombea Baba Mtakatifu Francisco. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Tuendelee kuombea kanisa amani, kwa sababu katika kipindi hiki ndicho ambacho kuna mivurugano na maneno mengi ambayo yanaweza yakatokea ama yakakatisha waumini na Wakristo wengi tamaa. Lakini sisi kama Wakristo wa Katoliki tunatakiwa kusimama imara katika imani yetu, tuweze kuliombea kanisa letu kuwa na umoja katika kipindi hiki. Wakristo tusikate tamaa, tuendelee kushikamana katika maombi, kwanza tukimwombea Baba Mtakatifu pumziko la milele mbinguni, pili tukiombea amani katika kanisa letu, umoja na mshikamano, lakini tatu tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kupata papa ambaye atakuwa na msimamo na atakayeweza kuliongoza taifa lake takatifu, atakayeshika nafasi ya Baba Mtakatifu Francisco. Raha milele umpe Bwana na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina.